kwa namna yoyote ile katika masuala mazima ya ardhi. Ardhi ni moja kati ya vitu ambavyo ni nyeti sana, au mali tuseme. Mali tunaweza kusema inahamishika ama isiyohamishika, lakini tukiwa kwenye concern ya ardhi, ni mali ambayo kuna namna ambapo inawezekana kama taratibu hazitozingatiwa, kuna uwezekano mkubwa ile mnunuzi akapoteza. Ndio maana tuna mfumo ama msemo wa kisheria tunasema buyer beware. Yaani yule mnunuzi anapaswa kuwa macho. Anakuwa macho kwa namna gani? Anakuwa macho kwa maana ili mkataba uwe mkataba una sifa ambazo zinauunda kuwa mkataba. Tuchukulie mfano wa ardhi ambao swali la msingi umeniuliza. Kwenye mambo ya ardhi, ili ardhi ifanyike lazima tujue kwamba hii ardhi je, imesajiliwa ama haijasajiliwa. Vyovyote iwavyo inaweza ikauzwa, iwe imepimwa ama haijapimwa. Hiyo imesajiliwa inauzwa. Ila utaratibu wa kuuza mali ambayo imesajiliwa au imepimwa ni tofauti na mali ambayo haijapimwa. Huku kwenye mali ambayo imepimwa ama imesajiliwa, maana yake unamuhusisha kamishna wa ardhi. Unamuhusisha msajili msaidizi ambaye anahusika na kusajili nyaraka. Ndio maana sasa panahitaji knowledge ama maarifa maalum ya mtu ambaye amekaa darasani, anajua ili tuweze kufanya disposition au kuhamisha title kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, lazima maarifa yahusike. Kuna nyaraka nyingi sana ikiwa pamoja na ridhaa ya kamishna. Sasa kama itakwenda kwa mtu ambaye si mwanasheria ama mtu ambaye hana knowledge ya sheria, hajui kama kunapo dispose mali lazima kamishna aridhie, atoe approval. Ndio maana unaomba notification, jamani commissioner for ardhi, tunataka kuhamisha mali. Kamishna atoe notification ambayo tunaita ni form namba 33. Wewe unaiomba kwa form namba 29, lakini pia unaiomba kwa form namba 30, yeye ana issue namba 33. Sasa kama mtu hana maarifa ya sheria, si mwanasheria, yumkini hawezi kuwa na maarifa yoyote kuhusiana na hili swala. Haiishii hapo, inakuhitaji nyaraka nyingine ambayo inaitwa transfer deed ama deed of transfer, ambayo sasa yenyewe ni mkataba wa kuhamisha milki ambao utaonyesha consideration, wanauziana kwa shilingi ngapi, nani anauza, ina involve humo ndani pamoja na mambo mengine, capital gain tax kwa maana ya kodi ambayo inalipwa TRA, lakini ina involve stamp duty. Ni moja kati ya ada ambayo inalipwa kwa commissioner, ina transfer fees, ina valuation kwa maana ya thamani, kujua ile eneo lina thamani kiasi gani. Hivi vitu vyote vinahitaji knowledge ya sheria ambayo kwa layman, mtu wa kawaida, si rahisi kuwa na kujua kwamba ni nini na nini kinahitajika. At last unahitaji pia kuwa na mkataba wa mauziano ambao ndio huu sasa. Watu wengi ambao pengine si wanasheria wanajikita kwenye mkataba tu. Bwana njooni mnauziana, wanaandika mkataba imeisha. Kumbe bila kusahau kwamba kuna vitu vingine ambavyo vinatakiwa kuprecede, vianze kabla, na vingine vinakuja baada. Baada ya hayo yote utahitajika muhuri wa mwanasheria. Huyo mwanasheria anapaswa kuissue receipt ya EFD ama mnaita receipt ya electronic. Sasa kama mtu ambaye hana maarifa ya kisheria, yumkini kuna mazingira mengi sana ya kufanya katika kiwango kidogo au kutokufanya katika kiwango kinachohitajika, ambapo mwishoni sasa utaufanya mkataba mzima ukawa batili. Lakini cha mwisho katika hilo, kuna swala la nani anaingia mkataba. Watu wengi hawajui ambao si wanasheria. Si kila mtu unayemuona anatembea ili mradi anapumua basi anaweza kuingia katika kufanya mkataba. Mtoto yeyote ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18, sheria imekataza kabisa kuingia katika mkataba. Sasa nani anapaswa kuingia katika mkataba kwa niaba ya mtoto? Tunamuita next of kin ama rafiki ama guardian. Sasa mtu ambaye hana maarifa ya sheria hawezi. Utakuta mtoto wa miaka 16 anauza ardhi. Kisheria ni mkataba tunauita ni void ab initio, kwa sababu aliyeingia katika huo mkataba hana mamlaka. Haya, kuna mwingine anayeuza mtu ambaye tayari amefishwa, hati kweli inamsoma au nyaraka, lakini hayuko duniani, amefariki. Kuna utaratibu wa kufungua mirathi. Yule anayeuza apate title kwa maana ya documentations ambazo ni form namba 4, kwa maana kama atakuwa kafungua mirathi mahakama ya mwanzo. Na hii itakuwa inawahusu hasa wale ambao ni Waislamu na wale wanasimamia katika kimira. Lakini kama watakuwa ni Wakristo, wenyewe watatumia sheria ya Kihindi ama tunaita India Succession Act ya mwaka 85, ambao kimsingi yenyewe watalazimika kwenda mahakama ya wilaya au mahakama za juu, ambao fomu watakayopata haitakuwa form namba 4, itakuwa inaitwa form namba 68. Utayawezaje kuyafahamu haya yote? Kwamba atatoka form namba 68, atakwenda kuorodhesha mali kwa form namba 80, na baadaye atagawa zile mali kwa walengwa kwa form namba 81. Inamhitaji mtu ambaye ni mwanasheria, ambaye amebobea na amekuwa na experience na tayari ni registered licensed attorney, ili aweze ku perfect hiyo. Na ndio tunamuita sasa conveyancer ama mtaalamu wa kuhamisha mali kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Cha msingi mnunuzi, kama nilivyosema, anapaswa kuwa macho. Cha kwanza ni kuhakikisha yule anayemuuzia ni kweli ni title holder, ni kweli ndiye mmiliki.
kwa sababu ardhi ama mali inapaswa kuuzwa na mmiliki. Ili anunue yeye lazima ajiridhishe kama huyu ni mmiliki. Lakini kama si mmiliki pia ajiridhishe, je, kama sio mmiliki ana nyaraka gani ambayo imempa mamlaka yeye ya kuuza ardhi? Mathalan, yawezekana mmiliki ni mtu mwingine kabisa. Let's say kwa kesi labda kama tuitulie mfano wa mmiliki wa hilo eneo anaitwa Nashma Msonga. Hayuko Tanzania kwa sababu zozote vile, labda za kiafya au kimasomo. Anayekuja kuuza ni mdogo wake au dada yake. Tuseme Johari au Nyamizi Msonga. Sasa wakati mnunuzi anaangalia, mbona huyu jina linalomsoma ni tofauti, Nashma Msonga, anayekuja kuuza ni Nyamizi. Hapa anapaswa kuwa na nyaraka muhimu, tunaita power of attorney ama nguvu ya kisheria. Ionyeshe ni kwa nini auze huyu Nyamizi na sio Nashma. Ile power of attorney na lazima iandaliwe kwa mwanasheria, ipitie taratibu zote na mwishoni isajiliwe. Kitu kingine cha kujiridhisha ni pia yeye mbali na kujikagua nyaraka, anapaswa kufanya physical search, kwa maana ya kujiridhisha kwamba ili eneo ambalo linauziwa kweli halina changamoto zozote. Changamoto unawezekana ukauziwa eneo kumbe ni eneo ambalo ni reserve, kwa maana tunihifadhi labda ya mbuga, kutoka kuuzia tu kwa kuto kuchukua umakini wa kujiridhisha, au chini kuta vitu ambavyo wewe huwezi kuviona katika macho ya kawaida. Mathalan, mtu anakuuzia eneo lakini chini linapita bomba la mafuta, ambapo kimsingi wewe wakati unauziwa ulikuwa hujui kama kuna bomba la mafuta. Lazima ajiridhishe kwa kutembelea eneo husika, kuwauliza wahusika, jamani kuna changamoto gani, mipango ya kiserikali ikoje. Zaidi ya yote kuna maeneo mengine yako ndani ya reserve ya reli au reserve ya barabara. Mtu anaweza kufurahi kwamba ameuziwa eneo liko barabarani. Sasa maana yake chochote kile ambacho utakokuwa nacho hakina maandishi au hakina ithibati ya maandishi, maana yake kina uwezekano mkubwa wa kupoteza haki kabisa. Itakapofika hatua ya kwenda kupigania haki na ukaonekana we huna nyaraka, haswa kwenye mambo ya ardhi ambayo sisi tunaamini kama wanasheria lazima kuwe kuna nyaraka. Ukikosa nyaraka maana yake umepoteza, au utakuwa katika nafasi kubwa sana ya kuto kuipata haki yako kabisa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, inaleta migogoro isiyokuwa na lazima. Moja kati ya vitu ambavyo tunashauri na kuiasa jamii, kesi sio kitu kizuri au mashauri sio kitu kizuri. Sisi tunafananisha na swala la afya. Yaani hivi vitu viwili, kesi zisizokuisha au migogoro pamoja na afya, ni vitu ambavyo vinakupelekea ukafilisika. Unaweza ukashangaa kwa tu kwako wewe kutokuandikishana au kuwa na maandishi ambayo yalikuwa ni ya muhimu, ukajikuta unatumia miaka zaidi ya 30 kutafuta title, kupigania haki. Hapa kati kuna kufa, kuna kupoteza gharama, kuwalipa wanasheria, kulipa gharama za mahakama. Unaweza ukajikuta unakuja kuipata haki yako tayari umefilisika. Kwa hiyo kama utakuwa haukuwa macho katika kuhakikisha unaandikisha, una uwezo kujikuta wewe ukawa umefilisika kabisa. Lakini mbaya zaidi, inawezekana wakati una litigate kwa maana kupigania haki ukafariki. Utawapa kazi sasa vizazi vyako na watoto kupoteza haki za watu ambao kama ungechukua hatua makini ya kufanya maandikishano, maana yake ungewalinda watoto wako na vizazi vinavyokuja. Sasa ukuandikisha, wewe una litigate, katikati Mungu anakuchukua unaondoka. Unaacha sasa watu wanaanza utaratibu wa mirathi badala ya kupigania haki. Kwa hivyo unaweza kupoteza haki za wale warithi wako au wale ambao walitegemea wapate michakato kutoka kwao. Naam. Kwa majina naitwa Ayubu Adam, ni agent hapa Stendi Kuu Tabora. Tunapozungumzia swala la kununua bidhaa au kitu kwa mtu pasipokuwa na mkataba halali, panakuwa mna usumbufu mkubwa sana. Hususan pale ambapo panakuwa ni kitu cha wizi au mwenyewe anapokwenda kukugeuka, lazima iwe shida kwa kuwe mnunuzi na sio muuzaji. Na nizungumzie wananchi wenzangu au niwape ushauri. Unapofanya swala la kununua au kuuziana na mtu yoyote ule, bidhaa yoyote, iwe kiwanja, nyumba, gari, chochote kile, hakikisha sogea kwenye serikali za mitaa, kwa sababu wapo na wanaweza kusimamia hilo jambo vizuri bila shida. Unaweza ukanunua bila mkataba au bila maandishi, ina maana kuwa utakuwa umetapeliwa au umedanganywa au umeibiwa. Kwa hiyo natakiwa wananchi tuwe makini kupitia hili swala. Tusinunue bila maandishi